Taifa langu. Taifa langu. Taifa langu. Na mtazamaji, habari za wakati huu na karibu sana kwenye kipindi cha Taifa langu. Leo tukizungumzia vitu vizuri sana mtazamaji. Leo tunaangalia kwamba nishati ya umeme imekuwa ikitajwa kwamba ni moja ya vichocheo vikubwa sana kwenye maendeleo yoyote, kwenye nchi yoyote na kwenye jamii yoyote. Na leo tunataka tujadili umeme kwa upana na tukawa na muendelezo wake kwa namna hiyo. Tutazungumza na mhandisi mshauri kwenye upande wa umeme, tusikia na tushauri nini kuhusiana na umeme. Lakini tunataka tuangalie umeme kwenye eneo la uchumi, tunataka tuangalie umeme kwenye maisha ya kawaida na kwa namna gani unaweza kuchochea maendeleo ya kwako mtazamaji ambaye unatazama, na mwisho wa siku tukakuza uchumi wa taifa. Tutaujadili umeme kwa upana wake. Tutakuwa na engineer Walda Esther kutoka Gied Consulting Engineers Limited. Atatufundisha kwa upana wake na atatuambia kwamba haya masomo ambayo atakuwa anatufundisha kuanzia wiki ijayo yatazingatia sana mtazamaji, wewe unataka nini. Tutakupa namba ambayo utatupigia, utatuma message, utaandika jina lako, uko wapi na nini unataka mtaalamu wa umeme azungumzie kwa msaada katika maisha yako. Kama nyumba yako labda inavuja umeme, wataalamu wanasema ina leakage, eleza chochote kuhusiana na swali lolote linalohusiana na umeme. Engineer yupo, atazungumza. Huyu ni mhandisi mshauri, kwa hiyo atakushauri kwenye masuala ya umeme. Tumezoea kuwa na washauri wengi kwenye vitu vingine vingi, lakini kwa leo tutakuwa na mshauri kwenye masuala ya umeme. Atatufundisha vitu vingi sana, na hii yote ni kwa sababu tunakwenda sawa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anayezungumza Tanzania ya viwanda, na sisi tunamchukua mshauri huyu ili aweze kutuelezea, wewe uelewe kwamba umeme ufanye kuwa rafiki wa maisha yako na mwisho wa siku uwe productive kwako. Una matumizi makubwa ya umeme, utawezaje kuyapunguza? Yote haya tutajadili hapa. Mimi naitwa Donald Mtande. Nyuma ya kamera ni Vincent Mputa, kipindi ni Taifa Langu. Engineer, karibu sana kwenye kipindi. Asante sana ndugu mtangazaji. Leo ambacho engineer anaanza nacho, tunataka tuangalie kwanza yeye ametoa wapi huu wito, kwa sababu kumfuata mhandisi mshauri akakushauri bure masuala ya umeme. Huu ni upendo wa dhati na huu ndio uzalendo ambao tunauzungumza kwa Watanzania wenzetu wa kada zozote zile. Na nitatamani engineer kwa mara ya kwanza utuambie lengo, wakati unatanguliza kwamba ulifikiria nini, lengo ambalo umekusudia kwamba Mtanzania uweze kumsaidia hususan kwenye masuala mazima ya umeme. Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi kwa jina naitwa Engineer Walda Esther, ni mhandisi mshauri. Kwa Kiingereza unaweza ukasema consulting engineers. Nimekuwa kwenye fani ya umeme hasa kwenye ujenzi kwa muda wa miaka 15 sasa. Na nimekuwa kama mhandisi, baadaye nikawa mhandisi mshauri. Baada ya kuwa mhandisi mshauri nikafungua kampuni inaitwa Gied Consulting Engineers Limited. Nimefanya kazi zangu karibu sana na jamii. Nimekuwa kwenye maonyesho mbalimbali kuanzia ya mambo ya ujenzi, wakati mwingine maonyesho ya viwanda. Nikagundua jamii inatuhitaji. Nimekuwa sana mbali na jamii. Nikagundua jamii nyingi ukimwambia umeme anakimbia. Wakati umeme ni kitu ambacho anakitumia kila anapoamka. Anapotembea, ana simu mfukoni, anapoamka, hivyo vyote tu. Kama saizi umeme umeenda mpaka vijijini. Kasi ni kubwa. Kwa awamu hii ya 5 tumeambiwa kasi ni kubwa sana ya usambazaji. Lakini kagundua kwamba elimu ya matumizi ya umeme sahihi haiendi sambamba na usambazaji wa umeme huko katika maeneo husika. Katika kutafakari nikaona naanzaje kama mhandisi mshauri. Kwa hiyo kawe inanipa changamoto kichwani kwangu. Nifanyeje ili niwafikie wengi kwa wakati? Nimeanza kwenye vitabu. Kuna wananchi ambao naona rafiki, yani siwafikii. Nikawakusanya mafundi kama mwaka jana, nafikiri nimeona vipindi mbalimbali. Bado naona wananchi siwafikii. Sasa basi tumekuja na mfululizo wa hivi vipindi. Tutavifanya kwa siku kadhaa, nafikiri takriban kama miezi 2, ambako tutaenda kwa kina kutokana na mada tulizoziandaa na ndugu mtazamaji, zile ambazo utapendekeza. Nadhani mtazamaji unaweza kuwa umepata picha ya kile ambacho tulikuwa tunakizungumza hapa na lengo la kipindi, ambapo kama engineer ambao mmemsikia vizuri sana ameongezea namna gani watu walikuwa wanaogopa umeme. Kasi mkubwa sana ya kusambaza umeme vijijini na mijini, maeneo pia mengi watu wana umeme. Elimu, amezungumzia swala zuri sana. Kasi ni kubwa, lakini bado kuna watu wana taarifa sahihi kuhusiana na matumizi sahihi ama utumiaji wa umeme uwe rafiki wa yeye kumsababisha kukua kiuchumi. Kuna watu tumewasiliana kutoka Kagera, Bukoba, walikuwa kilalamikia kwamba mifumo gani, yani mtu anakuwa na nyumba yake lakini anasema kwamba
mifumo gani inakuwa ni matumizi, mifumo mibovu ya umeme inakuwa imekiuka vitu gani? Okay, mifumo mibovu inakuwa imekiuka vitu vingi. Kwanza kuanzia hata yale vifaa vilivyotumika, muda sahihi wa umeme kuangalia, kukagua. Mara nyingi sana watu wakishafanya ujenzi, tunaita installation, hawakumbuki tena kurudi kuangalia kama mifumo yangu, je, nimeikaza sawa sawa, je, inafanya kazi vizuri. Kwa hiyo unakuta ubovu wake mpaka usababishe moto au hatari kubwa, ndio mtu anakumbuka kwenda kuangalia. Saa nyingine mpaka watu wengine wanapata vilema vya maisha, wengine moto. Unajua saa hizi kwa kipindi hiki ajali za moto, kuungua zimekuwa sio story, tunasikia zinapita. Na kila mara tunaambiwa ni hitilafu ya umeme. Umeme umekuja mwingi. Pia sidhani kama utafiti unafanyika vizuri mpaka tujue je, umeme umekuja kwa kiwango gani. Ile nyumba ilikuwa na mifumo ipi ya umeme. Kuna nyingine mpya, lakini jinsi gani mifumo inavyofanywa tangu mwanzo. Kwenye haya makongamano yangu yaliyopita nimefanikiwa kukutana na mafundi ambao wananiambia kuna wakati wanatumia hadi nyaya za simu. Kuna wakati wanatumia kuunga umeme nyaya za TV. Kwa hiyo nikikaa na mafundi napata vingi kutoka kwenye jamii. Vingine vinanishangaza. Swala la ukaguzi kwenye nyumba linakuwaje? Inakuwa ni sheria kwamba kila anayejenga nyumba labda baada ya kipindi fulani afanye ukaguzi wa nyumba yake, na nani analisimamia? Kisheria kwa standard zetu tunatakiwa standard zetu kwamba kabla ukijenga nyumba, fundi amemaliza kujenga chini ya uangalizi ya mhandisi mshauri, kabla hujawasha lazima kuna sheria inakutaka ufikie viwango vipi, ujaze fomu za kudhibitisha kwamba iko kwenye viwango vinavyotakiwa. Lakini sasa hivi tukiangalia kwa nyumba kubwa mpaka ndogo, hizo fomu ambazo ni standard zimejazwa. Tukianza ukaguzi leo, sijui tutapata nyumba ngapi. Kwa hiyo katika matumizi tunashauriwa ndani ya miaka 5 mtu standard zinasema hivyo, mtu anatakiwa mtaalamu aje akague ile mifumo ni kama nilivyoiacha. Kama sivyo, ili aweze kukushauri wewe mtumiaji ni jinsi gani ufanye ili kurekebisha mifumo yako. Lakini sasa hivi nyumba nyingi zinaungua. Juzi tu hapa zimeungua nyumba Magomeni 2 kwa mpigo. Na huo ni mfano tu. Ziko nyingi. Mimi bahati nzuri naangaliaga taarifa za habari, naona matukio yananiumiza. Unakuta ile nyumba tangu inajengwa, wajukuu wamepita, wamerithi, unakuta miaka 20 mpaka 50. Na kwa kipindi hiki, kwa sababu nyumba nyingi zimefika umri mkubwa, tutegemee sana matukio ya moto. Na umeiona changamoto hiyo, na labda engineer utusaidie kwamba ni watu wangapi basi wamekuwa wana tabia, kwa sababu kufanya ukaguzi ni tabia moja ya kwanza, ni mazoea ya kwanza, lakini kupokea ushauri ni kitu kingine. Hebu tuangalie ni watu gani ambao kwa msingi wamekuwa wanafanya ukaguzi na wako tayari kupokea. Kama ukimpelekea matokeo kama mwambie kwamba fanya upya installation zako, labda anaweza kesi gharama ni kubwa. Wangapi ambao wamekuwa wakipokea matokeo ya kile ambacho mnawakagulia? Hii ni changamoto kubwa sana. Kama nakumbuka hivi vipindi vimeanza muda tangu mwaka jana kama mwezi wa 6. Tulianza kurusha vipindi na watu wakavipokea. Wakawa natupigia simu. Kimsingi hapa tumeenda bila gharama, kwa kujitolea tu. Unaenda kwa mtu unakagua, unakuta kweli miundombinu yake sio bora, haina ubora, na muda wote inaweza ikasababisha chochote. Na mtu anakuambia kabisa hapa waga umeme unazimika, unarudi. Ukimwambia sasa nikupe majibu, urekebishe nini, hapo anapotea moja kwa moja. Na ulifanya bila gharama. Kumbuka mwingine yuko Vikindu, mwingine yuko Mbagala, umewasha gari, umefika, umeangalia mifumo yake, hajakulipa chochote, lakini kupokea majibu na akayafanyia kazi unakuwa ni mtihani kwake. Mtazamaji, umeona kwamba kumbe kukagua ni swala jingine na kupokea majibu pia ni swala jingine. Mimi nadhani wewe ambaye unatazama kipindi hiki sasa hivi, ukiweza kubadilika, ukachukua changamoto hii, ukakagua nyumba tunayoishi. Mimi pia naweza nikawa shahidi. Siku moja kuna soko limeungua hapa mjini. Soko zima likateketea. Soko zima, na watu wakapoteza kila kitu kwa sababu tu huenda hawakufanya ukaguzi wa hiki ambacho tukizungumza leo. Injinia, tusaidie kitu kimoja. Kuna watu wako Shinyanga waliuliza maswali juzi hapa kuhusiana na kusaidiwa kwenye masuala ya utumiaji, matumizi. Kuna neno alitumia mtazamaji, tutalitumia pia kwamba aina za taarifa. Kwamba mteja ananunua umeme wa 10,000. Kuna mwingine anapata unit nyingi, kuna mwingine anapata unit kidogo. Tunataka tuangalie hapa ni unaweza kuwasaidiaje kama mshauri, ukawashauri kwenye lengo hii ya aina gani ya taarifa ambayo anatakiwa mteja awepo. Nakuwa sina majibu sahihi.
Kusema kweli hata mimi hapa huwezi kuniuliza nalipaje nikakwambia. Lakini nafikiri kwa sababu taasisi za serikali kama TANESCO ambao ni wadau katika hili watanisaidia katika hili kwa taaluma niliyopewa hii kama mhandisi mshauri. Nitalileta hapa kwamba sisi tunatakiwa tulipe vipi, taarifa zipi na kwa nini ulipe hiki na ukanunua ukapata hiki. Kuna kipindi kitakuja kwa ajili ya kuelezea hilo. Na mtazamaji, wakati tunaendelea kuzungumza na engineer, naomba nikufahamishe namba ambazo nilikuambia hapo awali kwamba nitakutajia namba maalum kabisa. Hii namba ninayokutajia itafanya kazi moja tu kubwa. Andika jina lako. Kama unaitwa John Mashauri, niko Shinyanga ama niko Tandaimba, unauliza swali lako kwa engineer kwamba akusaidie ama aje na somo linahusiana na nini kwenye masuala tu ya umeme, akushauri juu ya kitu gani. Andika jina lako, tuma swali lako kwenye namba hii 0716 77 9000 au 0757 93 0085. Na nadhani unaiona kwenye runinga yako hapo vizuri. Chukua hiyo namba, save. Hii ni moja tu kwamba engineer aweze kuwasaidia watu, kwa sababu anafanya mafunzo pia ya umeme kwa wadau mbalimbali. Kama tatizo ni kubwa, anaweza kaangalia mko Mtwara, akaja kwa kushauri pale. Kumpata consultants ambaye anaweza kushauri bure sio kazi rahisi. Nimezungumzia hapa mwanzo kwamba ni uzalendo wa hali ya juu, na ikiwezekana tukamtumia vizuri engineer Esther Walda, atakuwa ni msaada mkubwa sana kwenye Tanzania hii ya viwanda ambayo tunaiendea, kwa sisi watu wa huku chini ambao tunahitaji kunyunyuka na umeme, kama ambavyo tumeuzungumzia kwamba ni kichocheo kwenye mazungumzo. Engineer, narudi kwako. Tunazungumza umeme, watu wanaotumia umeme, lakini kwa umeme unawezaje kutokea huko? Umekupiga shoti, umekufanya ndivyo sivyo. Huduma ya kwanza ya mtu ambaye ameathiriwa na umeme tunafanyaje? Pamoja na mengi ambayo tumekuwa tukizungumza kwamba tujikinge na athari, tuweke vitu vyote vya kujikinga, lakini kuna uwezekano pia umeme ukakunasa. Ni namna gani sasa ujinusuru na hiyo hali? Namna gani umnusuru ndugu yako ambayo tayari umemwona umeme umemnasa na ameng'ang'ania pale? Hii itakuwa ni sehemu ya somo pia. Tutaliandaa, tutaliweka vizuri, na kwa sababu tuko karibu na umeme na umeme unasambaa, unaweza mkatutumia pia matukio gani yanatokea na mnafanyaje? Je, ni sahihi? Tutalijadili pia kwenye mfululizo wa vipindi vyetu. Mtazamaji, hilo litajadiliwa, ni moja ya somo ambalo litakuja kwa uzuri sana kufundishwa. Nadhani engineer atakuja kulizungumza kwa zaidi na kwa uzuri zaidi, kwa kufuata misingi namna gani unaweza kufanya huduma ya kwanza kwa mtu ambaye amenaswa na umeme. Nitumie lugha hiyo. Lakini engineer, tuzungumzie swala moja kwamba kuna watu wanatumia nishati mbadala, kwa maana ya umeme mbadala. Wanawezaje uhifadhi katika misingi ambayo inatakiwa kitaaluma? Nitumie hivyo. Hili nalo litakuwa ni somo. Nafikiri pia utakuwa ni mjadala mkubwa miongoni mwetu sisi wa mhandisi na jamii. Tutaongelea kwa kirefu kwamba kama mnavyojua kuna wakati kwa hitilafu za hapa na pale umeme wa TANESCO unakuwa haupatikani. Lakini kwa maendeleo tulionayo kwa sasa, kama hii kipindi cha viwanda, unaweza usisitishe kushona kwako au kutengeneza kwako kwa juisi au kwa vyovyote, kwa kuwa na nishati mbadala. Ambapo hapa tutaongea ni kwa namna gani unaweza ukatenganisha mizigo mikubwa ambayo sio lazima iwake masaa yote kipindi kile ambacho hauna umeme. Alafu sasa tutakuja kwenye utunzaji. Watu wengi wamekuwa wakitumia betri, sola na inverter, lakini namna gani ya kuzitunza? Hivi vimekuwa pia ni vyanzo vya hatari sana, ni vyanzo vya moto. Tutaangalia ni namna gani, unatakiwa kitu gani, ufanyeje service za hii huduma ya nishati mbadala. Sio kwamba ukishaweka ndani umeweka. Engineer, tumezungumzia kuhusiana na hiyo ambayo umeeleza kwamba nishati mbadala mtu anaweza akafanyaje. Lakini hebu tuangalie sasa umeme kwa watu ambao wanatumia umeme mkubwa. Tumegusia sana watu wa chini. Hawa watu wenye umeme mkubwa, mfano kwenye viwanda, kwenye majengo makubwa, wao wanawezaje kuhakikisha wanakuwa na miundombinu sahihi ya umeme? Sawa, huu umeme mkubwa tunamaanisha ukishakuwa na matumizi makubwa. Kwa mfano kwenye hizi apartments kama mnavyoona sasa hivi apartments ni nyingi, zinawakaliwa na watu 120, 150, kuna viwanda vikubwa, kuna vyuo vikuu, kuna vyanzo vya maji na viwanda vikubwa. Umeme wake tofauti. Ukishakuwa na watumiaji wakubwa, labda una mota kubwa
ambazo pia zinachukua umeme kwa wakati mkubwa kwa wakati wa kwanza. Tutaongelea sana hapa na tutatamani sana tujadili na wenye viwanda, kwa sababu sasa hivi kuna kama mtu mmoja alikuwa anauliza, nimewasha mashine moja tu na ni siku moja, lakini nikachajua bili kubwa. Ina maana unaweza ukaiwasha ndani ya sekunde moja tu, lakini bado ukaletewa bili kubwa ambayo unaweza ukatamani kiwanda hicho usikifungue. Na kwa sasa hivi kwa sababu ni uchumi wa viwanda, hatutatamani viwanda visifunguliwe. Tutatamani viwanda vifanye kazi. Kwa hiyo hapa tutaongelea kwa kirefu namna gani ya kujinusuru na hii hali na tukafanya kwa ufanisi. Kwa sababu ukiweza kuhimili kulipa bili ya umeme ndogo, ina maana na sisi walaji wa vifaa vinavyotokana na kiwanda tutapata nafuu ya maisha na tutaona umuhimu wa uchumi wa viwanda. Yeah. Na sasa na kwa jibu zuri sana, na mimi nitaka kufahamu kitu kimoja kwamba ukiingia sokoni sasa hivi kuna nyaya nyingi. Yaani kwa mtu ambaye haelewi umeme kama mimi hapa nashindwa kujua kwamba waya upi ni sahihi nichukue, na nimekuwa nikisikia kwenye baadhi ya maeneo mafunzo ambayo wamekuwa wakiyatoa kuna mabadiliko ya rangi za nyaya nyingine. Nadhani itakuwa ni somo pia, labda uligusie mtazamaji aweze kufahamu pia kwamba wenda likawa ni somo au unataka kumwaga hapa mtu aweze kufaidika nalo. Kwa sababu muda hautoshi ili itakuwa somo, kwa sababu ni somo pana sana. Na katika makongamano yetu yaliyopita tumeongelea kwa kirefu pamoja na mambo mengine makubwa sio madogo, lakini pia hili la rangi limekuwa ni changamoto sana kwa watu, hasa kwa wadau wengi wakiwemo mafundi na maengineer. Lakini sasa tunashukuru Mungu kwamba hapa tarehe 23 mwezi wa 3 tulibahatika kupata kongamano ambalo mkurugenzi wa TanTrade Tanzania alisaidia kutunganisha sisi sekta binafsi na serikali. Tukafanikiwa kuwa ujana lugha moja na tukakubaliana kwamba kweli kuna mkanganyiko sokoni, pia kwenye wajenzi, viwandani kuna mkanganyiko wa rangi za nyaya kama unavyotazama pale kwamba zimebadilika kutoka nyekundu kwenda brown kwa rangi ya fezi. Na sasa hivi kibaya zaidi, mwanzoni neutral ilikuwa ni black, lakini sasa hivi inaleta umeme pia. Kwa hiyo masomo haya tutaenda nayo taratibu. Lakini tunashukuru kwamba taasisi za serikali ikiwemo EULA na TANESCO walikuwepo na tukakubaliana kwa lugha moja kwamba hizi lugha za rangi inatakiwa iwe hii moja kwa watu wote, kuanzia sisi ambao ni washauri, ukija kwa professionals wengine kama mafundi, na wote tuelewane kwa lugha moja. Sasa basi huu mchakato wa kiserikali unaweza ukaenda taratibu wakati, lakini sisi tunaendelea na mafunzo kwa sababu kasi ya uingizwaji wa nyaya za umeme kwenye soko ni kubwa. Kasi ya miundombinu ya ujenzi wa miundombinu ya umeme ni kubwa. Kwa lazima hii elimu iendane na kasi hiyo wakati tunasubiri mchakato wa serikali, lakini kimsingi tumeshakubaliana kwamba haya masomo lazima yaendelee na mwisho wa siku tutakuwa na lugha moja ya rangi za nyaya kwa wataalamu wote. Injinia, hebu tuangalie tuzungumzie wateja ambao wana umeme wa huu unaosambazwa na umeme wa REA maarufu hivyo. Ukitembelea vijijini huko kuna watu wamekuwa wanajishughuli vidogo wanafanya kwenye umeme, lakini wengine wanakuwa na malalamiko kwamba mbona kama umeme ni mdogo, umeme yani kama hauwanufaishi, yani, lakini hoja yao ni kwamba wanashindwa kufanya kazi zao kwa sababu umeme ni mdogo. Labda ni kwa sababu ya uelewa wao au vitu vimezidi umeme uliopo pale. Wewe ni mhandisi mshauri, unaweza kutusaidia na mtazamaji akafahamu kwamba shida inakuwa ni nini? Okay, kwa haraka japokuwa bila utafiti inawezekana wale wasambazaji, inawezekana kuna viwango kwamba transformer ikiwekwa eneo fulani iende kilomita ngapi, iunganishe watu wangapi. Sasa nafikiri cha kufanya hapo ni wale wasambazaji wahusika hasa waangalie idadi ya watu wanaounganisha kwenye transformer moja, kwa sababu umeme ule ukishashushwa hakuna kwamba umeme ni mdogo kama uko ndani ya viwango, kwa sababu hizi transformer zina size, yani zina uwezo wa kubeba watu kadhaa, sio kwamba watu wote kwenye eneo fulani wanaweza kaunganishwa. Kwa hiyo sasa hao wasambazaji, naamini kuna wataalamu wakubwa tu waende kwenye eneo husika, wawasikilize kilio cha wananchi, kwa sababu mahitaji ya umeme na uhamasishaji wa uchumi wa viwanda, ni kweli viwanda vitafungwa vidogo kwa vikubwa. Kwa hiyo ni vyema kuwasikiliza na kuangalia ni wateja wangapi wanaungwa kwenye transformer moja ili kukidhi mahitaji, tusiwe na kitu kinaitwa under voltage. Engineer, tunazungumza swala la watu wengi wanakuwa wanalalamika kwamba matumizi mabaya ya umeme ni yapi? Kwa sababu kuna mtu anakuta anatembea amefunga taa ambazo labda sio hizo, nazita utasaidia kitaalamu ni taa gani ambazo zina angalau zina utumizi mdogo wa umeme.
lakini mimi nataka tuangalie na mtazamaji ajifunze kwamba matumizi mabaya ya umeme ni yapi. Matumizi mabaya yanaanzia kwenye matumizi madogo madogo. Tukianzia kwenye nyumba, kuna wakati mwingine mteja ajue afunge taa za aina gani. Hilo nalo litakuwa somo kuhusu energy savers. Okay, taa kashafunga, mfumo wake wa umeme unawaka vizuri tu. Unakuta watu wako sebleni, taa zote za nyumbani zinawaka. Wote wamelala, taa za chooni zote zinawaka. Kwa hiyo pia ni kujifunza, kuwafundisha pia watumizi wa nyumbani kama watoto, dada, mama, wote wakajua kuumia kuhusu bili ya umeme. Kama kumekucha asubuhi, kukumbuka kuzima taa za nje. Nimepita njia ya Sinza leo asubuhi, mimi nishaathirika na umeme. Nikipita tu naangalia njia nzima nimehesabu taa zaidi ya 100 ambazo zinawaka. Na wale wote wanalipa bili na inawezekana zote zile sio energy saver. Kwa hiyo ni kiasi gani taifa linagharimika? Ni watu wangapi? Inawezekana ukianzia Sinza mpaka Mbagala, ukaenda Dodoma, ukaenda Arusha, ukakusanya zile taa tu, ule umeme unatosha kuendesha kiwanda kikubwa tu. Na hiyo bili inayolipwa pale tunaongeza ugumu wa maisha kwa kila mmoja. Na kuna vifaa vya kufungwa vidogo vidogo tu ambacho unaweza ukagharimika hela kidogo, lakini kikakuzimia taa pale ambapo unakuwa uitumii kulingana na jinsi gani utakuwa umekielekeza kifanye. Kifaa gani kingine unaweza kusaidia watu? Kuna vitu vinaitwa sensors, kuna vitu vinaitwa timer. Tunazungumzia mfano kwenye majengo makubwa sasa hivi. Umeme wa matumizi mabaya ya umeme. Jengo kubwa la ghorofa 4, jengo zima umeme unawaka. Zile ni energy saver au majengo makubwa ni sahihi yenyewe kuwaka umeme, ama kuna kitu mainginiana penyewe waliangalia kwenye ujengaji wa majengo hayana mwanga? Hii yote hii ni changamoto kubwa ambayo tunatakiwa kushirikiana wadau wote. Kuanzia yule anayesanifu majengo kuruhusu mwanga uingie vya kutosha. Kuanzia sisi tunao design kwamba labda tuweke energy saver, tuweke taa za LED, lakini kwa kuwa hatujafanya, tunaweza tukajifunza pia. Kwa hiyo kwenye majengo makubwa inategemea, kama ni ofisi kuna kiwango cha mwanga ambacho mtu anahitaji kufanya kazi. Huwezi kuzima kwamba anaokoa umeme wakati huo unaathiri macho. Ndio. Na engineer, tumalizie kwa kusema hivi kwamba umekuwa unafanya mafunzo mengi sana ya hii elimu hii, mpaka sasa umeamua kuweka mafunzo maalum kwa sababu watu ambao hawafiki kwenye makongamano ambao umekuwa ukifanya wa mbali wanapata elimu ya TV moja kwa moja. Hebu tuangalie haya, ratiba ikoje? Kwa mwaka huu ambako tumefanya kongamano kubwa sana ambalo nitaliita la kihistoria, limetuunganisha sisi sekta binafsi na taasisi za serikali. Mgeni rasmi alikuwa ni Mheshimiwa Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara, Mheshimiwa Engineer Stella Manyanya. Tulizungumza mengi, mwisho wa siku tukaja na kauli moja. Kwa hiyo basi kwa mwaka huu tunajifunza na endesha makongamano ya umeme nikiwa na kifua mbele kwamba serikali inatambua hilo kwamba ni muhimu kujifunza wakati tunasubiri mambo mengine yafanywe utekelezaji. Kwa mwezi wa 4 huu tutaanza na kongamano ambalo tumeliandaa kulifanyia pale Science pale Costec. Itakuwa ni tarehe 22. Huwa tunafanya siku ya Jumapili kuhusu uwepo wa watu wengi na bila wasiwasi kwamba nimekosa kazi, labda bosi wangu atanifukuza kazi. Ili inajumuisha wadau wa umeme. Mdau wa umeme ni nani? Ni kuanzia fundi, engineer, profesa na yeyote ambaye anahitaji kuelewa kuhusu misingi ya umeme. Pale sasa tutazungumza. Mafundi tutaongea, tutajadili, huwa kuna ni siku nzima kuanzia saa 3 mpaka saa 11. Kuna maswali mengi pale yanajitokeza. Kila kitu kinajadiliwa. Unaweza kaona mbona ni siku moja lakini ni vingi ambavyo mtu anapata. Tutakuwa na kitabu ambacho kinazungumzia elewa misingi ya umeme, okoa maisha, nishati na mali. Hivi vitabu sasa kwa gharama ndogo ambayo utachangia kitajumuishwa. Yaani unavyoingia mlangoni unapewa hichi kitabu kwa ajili ya kufuatilia pale tunavyofundisha na baada ya kwenda nyumbani kwako. Hiki kitabu kinajumuisha mambo mengi ikiwemo mabadiliko ya rangi nyaya, matumizi sahihi ya umeme, mambo ya energy savers, kila kitu kimejumuishwa humo. Baada tujaanza kupata wafadhili katika hili. Kwa hiyo tunajiendesha kwa nguvu zetu, mimi na wewe. Hapa tutachangia shilingi 50,000 kwa ajili ya kulipia vitu vidogo vidogo kama maandalizi ya ukumbi, kitabu, chakula, mafunzo ya siku nzima. Kwa hiyo tutakaa pamoja, tutazungumza siku nzima. Inabidi tuendelee mbele. Kuna vitu vyovyote vya ushiriki kwenye ile kongamano la tarehe 22 umesema? Watakaokuja wanaweza kupata vile vyeti vya ushiriki kutoka Geared Consulting? Watakaokuja watapatiwa vyeti vya ushiriki. Na hii ikiwa ni sehemu ya gharama tu ambayo ameshatoa hiyo shilingi 50,000. Cheti cha ushiriki atapewa ambacho kinadhibitisha
uwepo wake siku nzima na kupokea yale mafunzo. Yes. Engineer, nikushukuru sana kufika kwenye kipindi, na kama ambavyo tumekwambia mtazamaji kwamba engineer sasa leo yuko rasmi, ameanza. Zile namba ambazo tukutajia mwanzo ndizo zitakazohusika hasa kupokea maswali, na hilo swali utakaloandika engineer atakuja kulijibu kwenye vipindi kwamba fulani wa fulani aliuliza kuhusiana na hiki, na atakujibu vizuri. Na engineer tusaidie kitu kimoja wakati tunahitimisha kipindi, ni namba hizi ambazo mtazamaji anaziona kwenye TV ndizo zitahusika kwenye kusajili ama kupiga simu kupata huo kujisajili kwenye kongamano la tarehe 22. Ndio, hizi namba ndo namba sahihi kabisa kwa maelezo kuhusu kongamano la tarehe 22, unachangia vipi, utatumia hizo namba kutupata na tutakupa maelezo sahihi kuhusiana na hilo kongamano la tarehe 22 mwezi wa 4. Mtazamaji, namba ndio hiyo inaonekana kwenye TV, 0716 779000 na 0757 930085. Hizo namba unapiga, utapewa maelekezo yote kuhusiana na kongamano jingine la tarehe 22 Aprili. Piga. Kama kutakwambia tiketi iko wapi, ndio sehemu sahihi. Kumbuka, naibu waziri umemsikia alizungumza kongamano ndio yameanza, na yule ni naibu waziri wa viwanda na biashara. Maana yake usiwe sehemu, usiwe nje ya mafunzo haya. Uwe ni mdau yoyote, sio tu kwa taalamu umeme, kwa sababu umeme tunautumia watu wote. Wewe unasoma sheria, wewe unafanya nini, lakini ukifika nyumbani kwako utaswitch taa ili upate. Wanasema nishati ya umeme, mwanga ni nuru. Kwa hiyo sidhani kama kuna mtu ambaye anaishi gizani kwa sababu moja ama nyingine. Engineer, nakushukuru sana kufika hapa, lakini mwambie mtazamaji kwamba kaa tayari kwa sababu ya masomo maalum kwa ajili yako. Lakini pia tunaendelea kutoa wito. Kuna namba zetu unaweza kaendelea kuwasiliana na sisi. Namba 0652387070 au 0769675744. Hizo ni namba ambazo unaweza kutupigia sisi tukawasiliana na wewe kwenye kipindi hiki cha Taifa Langu. Kwa maana ya kwamba labda unataka kuanza kuwafundisha watu na wewe upande wa sheria, unataka kuwafundisha watu kuhusiana na afya, piga hizo namba. Tutawasiliana kwa sababu taifa ni la kwangu, ni la kwako. Tunawasiliana kuhusiana na kulijenga taifa la Tanzania ili kwa siku za mbeleni tuonekane wazalendo wa kweli kwenye nchi yetu. Leo kisikia tumezungumza masuala mengi, lakini pia unaweza kuendelea kufuatilia kipindi hiki kwenye YouTube, kwenye Facebook jina hilo hilo la Taifa Langu, kwenye Instagram jina hilo la Taifa Langu, na kwenye Twitter jina hilo hilo la Taifa Langu. Ukiandika Taifa Langu kwenye mitandao yote ya kijamii tunapatikana huko. Zote hizi ni platform ambazo tumeweza kuziweka ili wewe uweze kutupata kirahisi zaidi. Haya yote ni maeneo ambayo wewe unaweza kutufikia kirahisi zaidi. Mimi naitwa Donald Mtani. Kipindi ni Taifa Langu. Tutakuletea vitu vingi sana. Nyuma ya kamera akiwa ni Vincent Mputa. Hakikisha utayapata yote haya kwa uzuri sana. Taifa Langu.